vijana sasa tayari tumeshaungana. Baada ya kupelekea hilo wazo Mheshimiwa Rais akaridhia. Alivyolizia, sisi tukaamua sasa tuamue tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ndiyo maana unaona tuna nembo yetu hapa ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini huku nyuma tumeandika TK Movement. Maana yake ni nini? Maana yake Mheshimiwa Rais aliridhia maombi ya kuwaunganisha vijana nchi nzima bila kujali itikadi zao za kidini, makabila na mambo mengine yote. Kuandaa safu za uongozi. Baada ya kuandaa safu za uongozi mikoa, wilaya, kata, jiji, mitaa yote nchi nzima, ndani na nje ya nchi, tukasema sasa twende tukampongeze Mheshimiwa Rais, kwa sababu baada ya kutamka maneno haya tuliona Mheshimiwa Rais yeye baadhi ya vyama vya siasa, waandishi wa habari aliwaruhusu vitu mambo mbalimbali. Mfano, alipoanza kuruhusu kufanyika kwa mikutano ya hadhara, tuliona viongozi wa vyama vya kisiasa wakimpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliporuhusu waandishi wa habari kufanya mambo yao, vyombo vya habari kufanya kazi yao kwa uhuru, tuliwaona waandishi wa habari walienda kumpongeza Mheshimiwa Rais. Sasa na sisi baada ya kuridhia kuwaunganisha vijana nchi nzima, na sisi sasa tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kuwaunganisha vijana nchi nzima. Ndugu wageni waalikwa, katika jamii. Lengo kubwa la TK ni kuhamasisha vijana kujitegemea. Tusitegemee sana serikali hata kama tumesoma. Tuamini kabisa kwamba kijana ni nguvu kazi, unaweza ukajiajiri mwenyewe, ukafanya ujasiriamali, ukafungua miradi mbalimbali na ukajikidhi mahitaji yako. Kwa TK Movement Kibondo kwa kweli wamekuja kwa kasi. Leo wamezindua rasmi wakiongozwa na mkuu wa wilaya ya Kibondo Mheshimiwa Abel. Tumewaandaa hawa kwa sababu asilimia kubwa tunaoambiwa wajitegemee ni wasomi ambao wako vyuoni, lakini mitaala ya elimu ya Tanzania mingi, iwe ni kozi ya uandishi wa habari, kozi ya elimu, kozi ya sheria na kozi nyingine nyingi hazina yale maeneo kwamba tumfundishe ujuzi binafsi, iwe ni bustani, iwe ni nini, ila tunafundisha tu kama ni knowledge ya sheria inabaki kuwa ni ya sheria mpaka anapohitimu. Sasa anarudi mtaani, yule ana elimu ya sheria, umemfundisha kule chuoni kwamba sasa kupitia kozi yake ataweza kujitegemea. Kwanza kabisa mimi naitwa Justina Amos. Vijana wengi wanakuwa wanapata ugumu kulingana na mazingira. Yaani anaweza kawa ni kijana na asione fursa zinazozunguka katika mazingira yake. Tumesema kwamba kuna vijana wengi wamesoma, wamemaliza vyuo, wengine wana degree na masters, lakini wanaporudi mtaani au katika maeneo yao wanashindwa kutumia zile rasilimali zinazowazunguka. Kwanza kabisa, vijana kipindi cha nyuma mtaala ambao ulikuwa unaendeshwa huko vyuoni, taaluma waliokuwa wanaipata ilikuwa ni taaluma ambayo haiwajengei wao kwenda kujitegemea. Lakini tunashukuru sasa wanazidi kuboresha mitaala yao huko vyuoni. Kwa sasa hivi wanafundishwa hata elimu za ujasiriamali tangu akiwa wapi? Chuoni, ili kumwandaa huyu kijana sasa atakaporudi mtaani asije akawa ni tegemezi aidha kwa wazazi wake au kwa walezi wake, aweze kutumia rasilimali zinazomzunguka katika mazingira yake anayoishi bila kujali ni mjini au ni kijijini. Atakapotumia hizo rasilimali kujipatia kipato na akaondoa ile ya kusema kwamba mimi nina degree, kwa hiyo siwezi kufanya kazi hii, haifanani na mimi, siwezi kuchoma sijui vitumbua, mandazi. Lazima uondokane kwanza na hiyo dhana kichwani. Degree yako uweke pembeni, upambane kulingana na mazingira yanayokuzunguka.
akafika na kutoka kule chuoni akaja mtaani, akafika anajiajiri kwa namna yoyote ile anavyoweza yeye, kulingana na jinsi anavyoona kwamba mimi nikijiajiri labda kupitia dereva bodaboda au mamalishe, babalishe au nikawa mjasiriamali mdogo, naweza nikajipatia kipato. Kwa hiyo kwanza atapata fedha ambayo itamsaidia yeye kutatua changamoto zake yeye za kifamilia, lakini pia atatuongezea pato la taifa. Kuna fursa nyingi zipo, lakini ukikosa mtu wa kuonyesha fursa tutabaki kulalamika. Kwa hiyo kuamini kupitia movement hii ni njia sahihi au ni platform muhimu ya kuonyesha vijana fursa. Ndugu mratibu wa mkoa, umezungumza hapa, serikali inaleta fedha nyingi katika maendeleo. Ni kwa namna gani fedha hizi zinaweza zikawafaidisha vijana? Sasa mmesema mnaendelea kutoa elimu. Ni jukumu lenu kama viongozi kwenye kata, wilaya na mkoa kuona mnawaunganisha vijana hawa na mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 Mama Samia Suluhu Hassan, ili hata wenyewe wanapoelezea mafanikio ya rais basi na wenyewe waguse moja kwa moja. Kuna sisi kama wilaya tunaendelea kushirikiana na viongozi hawa DK Movement, kwa sababu tunaamini taasisi ambayo imeunganisha vijana wote wa ACT Wazalendo, wa Chadema, wa CUF, wa CCM. Lengo hapa ni kuangalia ni namna gani tunatumia fursa za kiuchumi zipo katika maeneo yetu ziweze kutukomboa sisi, lakini pia na wilaya zetu na mkoa wetu kwa ujumla na hata taifa. Ndugu zangu, nisiwe na mengi sana. Ninaamini mna majukumu mengi, lakini nitoe rai, nirudie tena kwa wale viongozi walipo katika wilaya hii, katika kata, yafanyike yale yaliyokusudiwa katika movement hii. Ninaamini mna miongozo, mtazingatia katika miongozo ile. Isiwe chanzo cha kuwagawa vijana, isiwe chanzo cha kueleza mambo yasiyokuwa na msingi na tija na wilaya yetu, bali tufanye yale yaliyokusudiwa. Inaweza kawa chachu ya kuunganisha vijana wengi zaidi. Lakini pia niwatie moyo, inawezekana mwanzo mara nyingi ni mgumu, lakini katika maeneo yetu huko tuendelee kutoa hamasa na nini. Sio lazima sio tumezindua leo, ninaamini tutakuwa na platform za kukutana. Napotokea jambo tutakutana, tutashirikishana na hatimaye mpaka tutafikia malengo yetu. Fanya kazi vizuri. Na niahidi kwamba sisi tutafanya kazi, na kuanzia sasa kama nilivyosema tutaomba vibali kituo cha polisi, na nishukuru pia kwa kweli polisi Kibondo wametupa ushirikiano na wameturuhusu. Ni shukrani zangu ziwaendee, najua wamezipokea salamu zetu. Nimshukuru katibu wa mbunge kipekee.